Maji wanahusianisha kwamba pale Tabora kwenye uongozi yupo kiongozi ambaye pia alishaikuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Hapo wao wanamhusisha Aden Rage kwamba yupo pale. Unajua Rage wanamuonea. Rage wanamuonea sana kwa sababu Rage kwanza ni mtu ambaye anaisupport Tabora. Anatupa ushirikiano. Lakini hajawahi kutuingilia kwenye majukumu. Hajawahi kuingilia majukumu ya Tabora. Yaani hajawahi kusema kwamba jamani mimi sijui nini ni mzaliwa wa hapa, wala hajawahi. Wala hata ushauri. Yaani unaposema kuingilia majukumu ya timu nafikiri mtu atakuwa ananielewa. Lakini kwenye ile kushauri tufanye nini, tunaendaje, ile hicho kitu anafanya. Sawa? Na ni mtu muhimu sana kwa sababu yule ni mtu ambaye kwenye mpira amekuwa muda mrefu, si ndio? Ni mkongwe, yani ni mkongwe, naweza tukazungumza hicho kitu. Mimi naanza kufuatilia mpira, namsikia Aden Rage mwenyekiti wa Simba. Si ndio? Namsikia mimi wakati na bado sijaingia kwenye mpira, naandika habari za siasa nikiwa gazeti la Raia Mwema na Raia Tanzania. Rage wakati alikuwa mbunge. Si ndio? Wa Tabora mjini. Nilikuwa namwandika sana na tulikuwa tunakutana sana kwenye kamati za wabunge zile. Sana kamati. Wakati huo kamati zilikuwa zinafanyika posta pale bunge, ofisi za bunge ndogo pale. Si ndio? Tulikuwa tunakutana sana pale. Sawa? Kwa hiyo ni mtu ambaye ninamfahamu, ni mwanasiasa mzuri, kwenye mpira yuko vizuri. Kwa hiyo hata siku moja hajawahi kuisumbua klabu kwa sababu ya maslahi ya kibinafsi. Hajawahi. Kwa hiyo watu wanakutanisha tu kwamba Rage sijui na nini, Tabora Simba inapata matokeo kirahisi kwa sababu ya Rage. Hapana. Yaani kama Simba alipata matokeo, alitumia makosa ambayo sisi tulikosea, wakatuadhibu, na makosa yenyewe ambayo walituadhibia ni pale ndani dakika 90 za uwanja ambazo wachezaji walikuwa wanacheza. Kwa hiyo sisi cha kwanza hatuna ubia na klabu yoyote. Sawa? Yaani sisi sio zile timu ambazo tunajua kusaelewa kicheza timu fulani hapa kuna 6 zinapigwa. Hapa lazima kuna 5. Sisi Tabora hatupo hivyo. Inatokea umetufunga basi na maana kama unakuwa umetuzidi. Si ndio? Yaani tutakuwa tumezidiana mbinu labda uwanjani, tumezidiana uwezo uwanjani, ushaelewa? Wachezaji wote wamefanya makosa basi unaweza ukatufunga. Lakini kwa extent ya kusema kwamba eti unatufunga kwa sababu eti sisi ni tawi sijui ni nini, Tabora hatujabi na hatuhitaji hicho kitu. Yaani hatuhitaji hicho kitu hata siku moja kitokee. Udhamini ameutaki. Udhamini wa nini? Sisi tunakaribisha watu kutudhamini. Wakija. Yaani sisi kwetu kutudhamini. Hapa tu kwenye sasa hivi tuko kwenye michakato ya kutafuta wadhamini kwa ajili ya kutusponsor msimu wa 2025-26. Sio kwamba hatutaki watu kutudhamini. Tunataka watu watudhamini. Lakini unatudhamini vipi? Ushanielewa? Yaani sisi kwamba hatutaki watu kutudhamini, tunadhaminiwa vipi? Umeshanielewa sijui? Yes. Kwa hiyo sisi wadhamini tunawahitaji sana kwa sababu klabu bila fedha haiwezi kujiendesha. Na sisi Tabora tunawashukuru sana na kuwapongeza wakurugenzi wetu wa timu. Kwa sababu unaona Tabora hii jezi nimevaa hapa. Hii haina mdhamini. Sawa? Hii jezi haina mdhamini. Zaidi tuna logo tu ya Tabora. Yaani hiko nyeupe kabisa, nyeupe. Lakini Tabora isurvive. Haina peta. Sinaenda. Hujawahi kusikia Tabora imeshindwa kulipa watu mishahara? Hujawahi kusikia Tabora watu wamelala na njaa? Hujawahi kusikia Tabora imeshindwa kusafiri? Hujawahi kusikia Tabora sijui imefanya nini? Hatujawahi. Yaani changamoto hatuna. Kwa sababu gani? Wakurugenzi wa timu ya Tabora wamekuwa wakipambana usiku na mchana. Hawalali. Wanawaza Tabora. Nafikiri hata wakati mwingine hata familia zao labda kidogo wanaziekaga pembeni kwa sababu wakurugenzi wetu wote wana familia. Si ndio? Na unaweza ukaona kwamba ni watu ambao wana fedha. Yaani pesa ipo. Yaani kwa Ndama pesa anayo. Unaelewa? Yaani Shaba Ndama hela anayo. Unaelewa? Hana shida. Kwa hiyo ndio maana hata unapompelekea proposal kwamba kuna mtu anataka kutusupport, anaangalia anaweka shingapi? Hii mimi imenishinda, hii mbona hela mimi ninayo? Sawa nikimpigia mwenzangu na nini mbona hii hela sisi tunayo kabisa Tabora? Sawa? Kwa hiyo sisi sio kama hatutaki wadhamini, lakini inategemea unatudhamini vipi. Yes. Semaji wanaozungumzwa kwamba pengine ni matawi wanazungumzwa kwa sababu ya udhamini ambao umewekwa na matajiri.
Na hili pengine halitajwi sana kwenu kwa sababu hamna udhamini wa aina ile. Pengine ikitokea imekuwa hivyo, tuombee dua ikitokea hivyo, kwa sababu udhamini jambo la kheri. Na ingawa umetanabaisha kwamba timu haijawahi kupata changamoto za kifedha, bado inahitaji fedha. Pengine kama itatokea hivyo, mtakuwa umeingia kwenye mfumo wa wale wanaozungumza kwamba nyinyi ni matawi? Sijui, lakini sisi hatujawahi kukataa watu kutudhamini. Nafikiri narudia pale pale. Sisi hatuwezi kukataa mtu kutudhamini. Mkatai fedha. Lakini kwenye udhamini kuna vipengele. Je, hivi vipengele vinatulipa? Mathalan mtu anakuambia kwamba tunadhamini Tabora United kwa milioni 300 kwa msimu. Si ndio? Anakupa milioni 300 kwa msimu huu mmoja mathalan. Sasa unaangalia hii milioni 300 kwa brandi ya Tabora tulivyo inatutosha? Mshanielewa Mshanielewa sijui. Yani Mohamed Hussein anakuja anatuambia kwamba Tabora nataka niwape milioni 500 ni wadhamini. Si ndio? Je, inatutosha? Yani sisi ndio tunachokiangalia hicho. Mandala ameshindwa kutoa. Ina maana kwamba milioni 500 Ndama hana? Mkoa wa Tabora hana? Mwenyekiti wa timu ya Tabora Richard Yabo hana? Si ndio? Ndio kitu kibasi tunachokiangalia. Kwa hiyo sisi tunakaribisha makampuni yote ya michezo waje kufanya kazi na Tabora United. Wataenjoy. Kwanza nakutana na msemaji kama Christina Mwagala hivi. Alafu yani wavuta picha unaidhamini Tabora. Alafu msemaji ndo mimi Christina Mwagala. Niambie, hiyo utaondoka utaenda mjini? So poa. Semaji, tuzungumzie mchezo wenu wa kombe la CRDB, hatua ya robo finali. Msimu uliopita hamkuvuka hatua ambayo safari hii pengine ndio itakuwa ni safari ya matumaini. Pengine mipango ikoje na mwalimu anarejea lini, kwa sababu mechi ni kesho kutwa tu? Kwanza kwa sasa hivi tunaendelea na maandalizi kwa ajili ya mechi yetu na Kagera. Mechi tunacheza Ijumaa. Leo tunazungumza ni Jumanne. Tubakiza almost kama siku 3 za maandalizi kuelekea kwenye mchezo husika. Na maandalizi yanakwenda vizuri. Na plani yetu tukifanikisha hichi ambacho tunachokifanya kwa sasa hivi, tukifanikisha kupata tiketi ya ndege, muda wote kocha Anicet atatua Tanzania na atajiunga na timu. Kwa hilo sisi halina shaka, kwa sababu pia ukiacha mechi hiyo tuna mechi na Young Africa tarehe 2 ya mwezi wa 4. Na watu walikuwa wanajua labda mechi inacheza tarehe 1. Hii mechi tunacheza tarehe 2 kwa mujibu wa taarifa ya bodi ya ligi kwamba tumesogezewa siku moja mbele baada ya kucheza tarehe 1, na hili kwa sababu ya ratiba ya mwingiliano wa ratiba za hii michuano ya CRDB Bank Federation. Unaweza kuona Tabora alikuwa tunacheza tarehe 28 alafu mechi tarehe 1. Yanga anacheza tarehe 29 mechi tarehe 1. Kwa hiyo bodi ya ligi wakasema hatutaki watoto wetu muwe na visingizio. Nendeni kikapigwe. Siku nyingine kakipige. Nendeni mkakipige, tunawapa siku moja nyingine ya kuongezea maandalizi ili msiwe na sababu. Yanga akipasuka asisingizie. Sijui mazoezi, sijui tumesafiri, tumecheza FA tukaenda. Sisi tulicheza mechi na Mashujaa kama leo usiku, tukaanza safari, kesho yake tumefika Tabora, tumefika Dar es Salaam, siku iliyofuatia tukacheza mechi na tukampiga mtu hizi 3. Sawa? Hata kwa sababu sisi sio last born. Sisi ni watoto wa chief. Last born na kazi ya kulilialia ratiba, yani ratiba ngumu, sijui hatakuwa na muda. Sisi Tabora sio last born. Sawa? Lakini pia tunaipongeza sana bodi ya ligi pamoja na TFF kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya ya kuhakikisha kabisa kwamba vilabu tunafanya kazi kwa kuenjoy. Ushaelewa? Yani tunafanya hatuna stress. Yani chini ya Rais Karia, chini ya Almas Kasongo, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, Rais Karia wa rais wa shirikisho la Tanzania TFF, hatuna stress. Tunafanya kazi kwa kuenjoy. Kipengele kilete wewe. Sawa. Yani wewe ndio ulete kipengele. Watu wanalalamika. Vipengele. Wale hawana vipengele kabisa. Wengine wanalalamika. Mimi sijui. Yani sisi tunaenjoy. Sisi hawaja kwanza, wale hawana tabia kupendelea mtu. Bodi haijawahi kumpendelea mtu, TFF haijawahi kumpendelea mtu, wanafuata sheria na kanuni. Wanafuata utaratibu.
unatakiwa hivi, kitu ni hiki. Ukikosea kwenye utaratibu unaingia kwenye 18 zao. Sasa unapigwa na faini. Semaji. Hatari sana. Sasa neno moja kwa mashabiki wa Tabora United na viunga vyake, kwa maana katika wiki inayokuja mbele, takriban wiki na wiki inayofuata, mtakuwa na shughuli pevu kabisa kuhakikisha kwamba Tabora United mnabaki kwenye ramani yenu ile ambayo mmeiweka. Cha kwanza mimi nawaambia wana Tabora kwanza wasio na wasiwasi. Tarehe 2 Idi Pili tunakula. Tarehe 2 ndio itakuwa Idi Pili. Idi Pili tunaila. Yaani tarehe 2 tunakula Idi Pili bila kipengele chochote. Sawa? Kwa sasa hivi watu wajiandae tu. Sasa hivi watu wajiandae kisaikolojia kwa ajili ya mechi tarehe 28. Twendeni uwanjani, mechi ni saa 10, twendeni uwanjani. Na mechi yetu dhidi ya Kagera nawaambia kabisa tunatumia sehemu ya maandalizi ya mechi yetu na Yanga tarehe 2. Sawa. Sio, unanielewa? Yaani mechi ya tarehe 28 na Kagera. Wakati tunatafuta kufuzu kwenda hatua ya robo finali, tunatumia ile mechi kama sehemu ya maandalizi yetu ya mechi yetu dhidi ya Yanga. Kwa hiyo niwaambie tu wana Tabora, msiwe na wasiwasi. Timu iko vizuri, wachezaji wako vizuri, mambo mazuri yanakuja. Tunahitaji tumalize nafasi 4 za juu. Lazima ina raha ya kumaliza nafasi 4 za juu. Huo umemfunga Yanga nje ndani. Lazima, yani hiyo ndo raha yake yani. Sawa? Na tutaki mabouncer. Mabouncer wakija nao pale, mabouncer pale nani hii, ule uwanja ule haulindwi na mabouncer. Mimi nawapa tutahadhari. Ule uwanja unajilinda wenyewe. Ali Hassan Mwinyi. Ule unajilinda wenyewe. Sasa jichanganye. Jichanganye. Utakachokutana nacho pale ukutana na nyuki. Niliambia bwana, mimi nyuki wale walishanitengenezea asali, nimeibeba Tabora, nimekuja kuiuza wapi? Dar es Salaam. Kuja kuwaletea watu wanunue nini? Asali halisi ya Tabora. Ushaelewa? Kwa hiyo sisi ule uwanja hauhitaji mabouncer. Hamhitaji kabisa. Hauhitaji mabouncer. Ila kama watataka kuja na mabouncer, wabebe lori zima. Hata malori 4 5 wabebe. Waje na mabouncer, yani wazunge uwanja ule pale. Ila watakachokutana nacho, mimi simo, nishawaambia. Uwanja ule haulindwi, unajilinda wenyewe. Kwa hiyo tukutane tarehe 2, watu wa Katavi, Mwanza, Kahama, Shinyanga, sawa Kigoma, burudani siku hiyo Idi Pili tunaila Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo nawaomba sana mashabiki zetu mjitokeze kwa wingi tarehe 2. Mje, najua sasa hivi watu tunaswaumu, lakini pamoja na swaumu lazima niendelee kuwakumbusha kuhusiana na huu mchezo. Kwa hiyo karibuni sana Tabora, karibuni Ali Hassan Mwinyi. Shukrani. Na asali tunaipataje? Hii asali kwa maana ya nini? Ya bei. Location pia kuna mwingine ndo ameanza. Kwa hiyo location ya bidhaa yetu hii, sisi tunapatikana Tabata Bima Central Point. Sawa Bima Central Point. Ukifika hapo utakutana na ofisi kubwa kabisa, ofisi ambayo ipo mahususi kwa ajili ya kuwauzia na kusambaza asali yetu halisi ya Tabora, asali mbichi ya nyuki wakubwa na nyuki wadogo. Kwa hiyo wateja zangu, mashabiki zangu, karibuni sana Tabata Bima Central Point katika ofisi ya nini? AMC Group Company Limited, ili tuweze kuwauzia bidhaa yetu bora kabisa. Hii asali ukila ina kila kitu. Sawa? Yani ina kila kitu. Yani kwa sababu ni asali asilia, haijachemshwa, haijapikwa wala haijapashwa. Kwa hiyo wewe ukijipatia hii asali unaweza ukalia na mkate, sawa Kama mnaziona mimi ngozi yangu ni nzuri, nakula asali, sawa Yes, asali ya nyuki wadogo pia ni tiba. Sawa Yes, ni tiba pia kama kuna mgonjwa, lakini pia inazidi kuongeza hali fulani katika mwili wako, ushanielewa Yes, kwa hiyo ni bidhaa nzuri sana ambazo unaweza ukazitumia na ukafurahi mwenyewe. Najua asali zipo nyingi, lakini asali ni moja tu kutoka katika kampuni ya AMC Group Company Limited ambao tumeamua kuwauzia bidhaa hii. Karibu. Tumeamua kuitoa Tabora tuwaletee hapa karibu, ili watu wote tuweze kuenjoy. Watu waseme Christina peke yake ndio anaenjoy na mambo ya Tabora, hapana. Nimeamua kuwasogezea hapa karibu sana. Enjoy pamoja. Tuenjoy pamoja. Yes. Asante.
Yes, ulikuwa ni wakati mzuri wa kuzungumza na afisa habari wa klabu ya Tabora United, ambapo tumepata hapa ofisini kwake, lakini kubwa sisi kama M15 TV tumefurahi kuona brand AMC wauzaji na wasambazaji wa asali asilia kabisa hapa Tanzania. Unaweza kuwatafuta, lakini ukipita kwenye ukurasa wasemaji Christina Mwagala utakutana na taarifa zote zinazohusiana na asali. Mimi pamoja na ndugu yangu Fabiano JR nyuma ya kamera tumeshajipatia ya kwetu. Wewe unasubiri nini? Kata utepe, njoo hapa, chukua asali. Langu jina ni Jonas Jones JR. Mpaka wakati mwingine. Ciao.